naitwa Ahmad Shehe, ni mkazi wa Kondo Upembani, na kilichonileta hapa ni kuhusu habari ya upimaji wa macho pamoja na matibabu yake. Na nashukuru kwa misaada iliyotolewa na waheshimiwa wetu, mbunge mwakilishi, kwa kutupatia misaada hii ya miwani bure bila malipo na matibabu bila malipo. Ni shukurani pekee kutokana na nguvu zake na kupitia katika serikali yetu ya CCM ya chama tawala. Faidika vizuri sana. Macho yangu kidogo yalileta matatizo hasa katika kusoma, lakini sasa hivi alhamdulillah ikiweka tu inalishapunguka. Kwa hapa tunakwenda kwenye matibabu ya macho, miwani unapima, unanunua zaidi ya shilingi 35,000. Na nakumbuka kipindi kimoja niliwahi kuja wa matibabu ya macho kule Micheweni, wiki mbili, na kwenda mwisho hapa nikaandikwa jina kweli hapa ndo nalo, nikaandikwa jina, nikachukuliwa namba ya simu, nikaambiwa mtapigiwa simu macho sio ndafanywa uchunguzi gani, mpaka leo toka 24. Lakini washukuru leo moja hii nimepata matibabu yote na miwani yote bila pesa, bila usumbufu wowote, na wanahudumikiwa wananchi wa jimbo la Konde bila itikadi gani wote. Mimi jina langu ni Fatuma Abedi Hamisi, ni mkazi wa Konde Majikumi. Tushaelekezwa kuhusu huduma za macho, tushafikia kwa madaktari na tushaandikiwa dawa. Tunatoa nambari zetu za simu, tunaambiwa wakija madaktari wa upasuaji tutapigiwa simu ili kwenda kufanya upasuaji. Na miwani tunapewa ya kusomea. Natarajika si haba alhamdulillah kwa kupata hii miwani bila kununua. Kankujalia ndio tunapata huyo mwakilishi na huyo mbunge, wanashirikiana wanatuletea hii suala la miwani. Pia tawatakia dua tu, Mungu awajalie waishi tuendelezee huduma hizi kwa wananchi. Hamadi nakaa Kiuyu Kamanda. Tunawapa pongezi wawakilishi wetu, wabunge wetu, madiwani wetu, wametusaidia sana. Tunawashukuru na pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu na imani zao, na pia waendelee kutuunga mkono sisi wananchi wao. Wapo huko na nilipotungua namba ni watoto sasa ni usubiri huduma tutangaziwe kule nifuate. Yetu ni kwamba kwa sababu jimbo letu lina changamoto ya baadhi ya watu, hasa kuhusiana na wazee kuanzia miaka 40 kupanda juu, na changamoto ya macho. Kwa hiyo sasa matarajio yetu makubwa ni kwamba tutakwenda kutoa huduma ya miwani bure kwa ajili ya kuwafanya watu wetu waweze kujisomea wanapotumia pengine simu hawaoni, wanaposoma vitabu, wanaposoma Qurani. Kwa hiyo tuamini na yetu kwamba itawasaidia kwenye shughuli nzima za usomaji. Lakini kwa wale ambao wataonekana wana matatizo yasiyokuwa hayo ya miwani na hitaji ya miwani au tulio sio kwa ajili ya kusomea, basi kwa kuwa tuna wataalamu wetu wa afya watawarufaa na kuwaelekeza basi kipi cha afya ni hospitali yetu ya afya, wende wakapata huduma iliyo bora na uchunguzi zaidi. Wito wangu kwa jamii, naomba wakati watakapopata matatizo ya macho wasiwe ni wenye tu kutumia dawa aidha za mitishamba au kununua dawa madukani wakaingiza kwenye macho yao, au dawa alitumia mwenzake na kwa sababu ana tatizo akatumia ile dawa. Jicho ni kiungo ambacho hakiwezi kuchezewa wala kujaribiwa kwa dawa hii na ile. Kwa hiyo ni washauri, wito wangu anapopata changamoto yoyote ya macho, hata kama ataiona ndogo vipi, na washauri basi waelekee kwenye hospitali zetu, na huko watakutana na wataalamu wetu, na ni imani kwamba wataalamu wetu kwa sababu wana vifaa vizuri, Dr. Hussein akiingiza vifaa bora na vilivyo vizuri, watatibiwa vizuri na wataondokana na changamoto. Kinyume chake ni kulifanya jicho lako liharibike na kupofua kabisa. Shida ni tofauti, lakini wengi ambao walikuja hapa wana ile tatizo la
Kuna kitu tunaita presbyopia, the reading glass, wanachezea kwamba hawaoni karibu. Hiyo ni moja. Hadi kuna wengine kwenye macho yanawasha, hiyo pia shida hiyo ipo. Kuna wengine hawaoni mbali, ni shida tofauti. Kuna wengine wana watoto wa macho. Sisi cha kuambia wananchi ni kwamba mtu yoyote ambaye anapata tatizo la macho aje moja kwa moja hospitali, na hii mara nyingi tunatoa elimu ya afya kuwaambia watu, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanatumia dawa za kienyeji kutibu macho. Hilo ni tatizo kubwa sana, lakini vile vile imezoeleka kwa baadhi ya watu kwamba mtu kaja hospitali kapata tatizo, kaandikiwa dawa. Ile dawa ni kwa ajili ya kwake yeye, lakini akifika nyumbani kule, mtu kama anaumwa na jicho, dawa ile ile na yeye anampa. Hilo ni tatizo. Mara nyingi tunajaribu kuwaelimisha watu, dawa ya macho ambayo umeandikiwa wewe, tumia wewe kama wewe.